kujitambulisha kwanza. Mimi naitwa Shabani. Unatokea mkoa gani? Mimi natokea hapa Dar es Salaam. Shabiki wa timu gani? Yanga. Yanga. Je, umepokeaje taarifa za TFF na bodi ya ligi kuzuia mchezo wenu dhidi ya Simba? Ni huzuni tu na kiukweli nashindwa kuelewa kwa sababu hivi vitu vinajirudia na hatuelewi sababu za msingi ni nini, alafu ukiangalia ni yani inaleta hasara kwa kila engo. Kwa mfano kiuchumi, kuna watu hapa wamejiandaa kwa ajili ya kufanya biashara, kuna watu wametoka mbali huko wamekuja hapa kwa ajili ya mechi, na inaleta sifa mbaya katika hii ligi yetu, kwa sababu hii ligi TFF wenyewe na bodi ya ligi wanatangaza hii barani Afrika ni ya 6, sijui ni ya 5 kama usikose. Hivi ni ya 6 sasa. Ni ya 6, unaona? Sasa vitu kama hivi vinavyotokea sasa hivi ndio vinatia dosari kwenye ligi yetu, unaona? Alafu sababu yenyewe ya msingi haieleweki. Sababu inaeleweka ni kwamba Simba walizuiwa kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Sasa hizo sababu, yani nimesema hiyo sio ya msingi, kwa sababu mechi nyingi tu tunaona watu wanazuiliwa, yani kwa sababu kisheria inatakiwa siku moja kabla ya mchezo mgeni anafanya mazoezi kwenye uwanja husika na muda husika, si ndio? Ila kuna mechi nyingi tu zinachezwa na watu wamezuiliwa kufanya mazoezi na zinachezwa. Kwa mfano ile mechi ya Azam na Simba, Azam walizuiliwa kufanya mazoezi. Pamba na Simba, Simba walizuiliwa kucheza ile na kufanya mazoezi, unaona? Lakini mechi zinachezwa, sababu kwa nini hii mechi hawajacheza? Na ukifuatilia kiundani zaidi na kuna sababu za kishirikina ndani yake, watu wengi wanazungumzia, kwa sababu hiyo siku ambayo Simba wanakuja kufanya mazoezi jana, hiyo ilikuwa ni jana. Jana walikuja na watu ambao yani kimchezo hawahusiki, unaona, inasemekana ni mashehe. Sasa wale ndio waliosababisha mpaka wale Simba wenyewe kazuiliwa. Ila ni mashabiki wa Simba. Sijui ni mashabiki, sijui, ila inasemekana ni mashehe. Unaona, wamekuja na mbuzi, sijui majembe, visu, unaona. Sasa kwenye masuala ya mpira unataka wachimbe uwanja au wafanyeje? Sijui visu na wale mbuzi wamekuja kufanya nini? Sasa kuna na jembe. Jembe kama kwa mfano ukimchinja nani unachimba shimo. Ukimchinja mbuzi unachimba shimo kwa ajili ya ile damu, baadaye mnafukia. Ndio kazi ya jembe. Inaonekana kabisa ushawahi kuona haya mambo kwamba damu ile unachimba, sijui unafanyaje, sijui unafukia nini. Tunachinjaga siku za sikukuu nini, sherehe tunafanya nini, tunachinja mbuzi, unaona. Kwa hiyo ukimwona mtu kaja na mbuzi na jembe ushangae, kwa sababu jembe linatumika kwa ajili ya kuchimba lile shimo, ili damu ya yule mnyama ingie kwenye lile shimo, alafu baadaye mnafukia, unaona. Sasa ukiwasikiliza watu wengi wanapoongea hili jambo, sababu kubwa kuahirishwa hiyo mechi ni ushirikina, ambayo ni kimsingi katika mpira haina mantiki yoyote, yani, unaona. Unaweza kuleta ushirikina wako na ukafungwa vile vile. Kwa hiyo mimi kimsingi sijaona sababu yoyote ya hii mechi kuahirishwa. Lakini wanasema kwamba yalikuja mabasi matatu waliokuwepo. Moja la wachezaji likaruhusiwa kuingia. Mawili yakazuiliwa. Sasa kama na lile lingine wakasema hawaingii. Sababu walikuwa wanakuja na matatu, yanatakiwa yaingie. Asijui kwenye hayo mawili yaliokuwa yamebaki ndio huko ambako kulikuwa na mashehe na mbuzi na majembe na visu. Sasa gari liloruhusiwa ndani kuingia ni la wachezaji la nani? La wachezaji wanasema liliruhusiwa. Kwa hiyo kumbe hawakuingia. Kwa hiyo kumbe waliruhusiwa kufanya mazoezi. Sasa kwa nini wanalalamika kwamba wamezuiliwa? Unaona shida? Kwa hapo ukiangalia yale magari mawili yale hayana sababu yoyote kuingia mna zaidi kwenda kufanya ushirikina. Unaona? Kwani sheria inasema kwamba lazima ingie gari moja la wachezaji au ni magari yatakokuwa yamekuja kwa taratibu ya sheria? Inatakiwa wachezaji ndio wanatakiwa, wachezaji na benchi la ufundi na baadhi ya viongozi ndio wanaotakiwa wawepo kwenye hiyo siku, ndio wanaotakiwa waingie kwenye hiyo mechi, yani kwenye hiyo kufanya mazoezi. Sasa wewe, kwa sababu wewe ushawahi kuona hiyo mashabiki wanaingia kwenye mazoezi, si waruhusiwi? Kwa nini? Wana shida gani mashabiki wakiingia? Mimi nahisi ni mazoezi, sio mechi. Mazoezi sawa, lakini wanaofanya mazoezi si wachezaji. Hao watu wengine mashehe, sijui watu gani, waganga, wanaenda kufanya nini? Wangesubiria siku ya leo. Yani sijui wenyewe wangesubiria leo au wangesubiri muda